Karibu tena kwenye Daily na Mimi TZ, mahali ambapo maarifa hukutana na maajabu ya uumbaji, na leo tunakupeleka kwenye safari ya kuvutia ndani ya mito mikuu ya Amerika Kusini. Katika kina kirefu cha mito yenye giza, miongoni mwa mapori yaliyofunikwa na miti mikubwa ya mvua, anaishi kiumbe wa kipekee, wa kuvutia na mwenye nguvu za ajabu, electric eel, maarufu kama samaki wa umeme. Huyu si samaki wa kawaida, ni kiumbe aliyepewa uwezo wa kipekee wa kutengeneza na kutoa umeme kutoka katika mwili wake. Majina lake na asili yake. Electric eel, japo jina lake linaweza kupotosha, si aina ya eel halisi, wale samaki wembamba kama nyoka. Kitaalamu anaitwa Electrophorus electricus na anapatikana katika mito ya Amazon na Orinoco, Amerika Kusini. Mito hii ina maji ya kina kifupi yenye tope na mara nyingi kuwa na giza. Hapo ndipo samaki huyu huishi, hujificha na kutawala. Uwezo wa kutisha, umeme wa maumbile. Electric eel ana uwezo wa kutoa umeme wa hadi volt 600, nguvu ya kutosha kumzuia mnyama mkubwa kama mamba au kumtuliza samaki mwingine kwa sekunde chache za ganzi. Anatumia umeme huo kwa sababu tatu kuu. 1. Kujilinda dhidi ya wanyama wanaomtishia. 2. Kuwinda na kushika mawindo yake. 3. Kuwasiliana na mazingira yake hasa anapokuwa gizani. Mionzi ya umeme hutolewa kupitia seli maalum mwilini mwake zinazoitwa electrocytes. Seli hizi hufanya kazi kama betri ndogondogo zikiwa zimeunganishwa kwa mfululizo. Mita, urefu na uzito wake. Samaki huyu anaweza kufikia urefu wa hadi mita 2.5 na uzito wa kilo 20 au zaidi. Mwili wake mrefu na mwembamba humsaidia kuogelea polepole kwa utulivu, akichunguza mazingira yake kimya kimya kabla ya kuchukua hatua. Pia kuona kwa umeme. Licha ya kuwa na macho, uwezo wake wa kuona ni mdogo sana. Badala yake, electric eel hutumia umeme kutambua mazingira. Mfumo huu unaitwa electrolocation. Kwa kutumia mawimbi ya umeme anayoyatoa, anaweza kuona vilivyopo karibu, iwe ni samaki mdogo, jiwe au hata mnyama anayemkaribia kwa siri. Mlo wake. Anapendea kula samaki wengine wadogo, kaa wa majini, vyura na hata nyoka wa maji. Kwa kawaida, hushambulia kwa mshutuko wa haraka, akiwalazimisha mawindoe kushindwa kusonga, kisha huwakamata taratibu na kuwala. Ni mtaalamu wa kuwinda kwa umeme badala ya nguvu za mwili pekee. Faida kwa sayansi. Electric eel ameisaidia sana dunia ya kisayansi. Utafiti juu ya mfumo wake wa umeme umesaidia kubuni vifaa vya matibabu kama pacemakers vinavyotumika kusaidia mapigo ya moyo. Pia wanasayansi wanajifunza kutoka kwake mbinu mpya za kutengeneza betri hai na mifumo ya umeme wa kibiolojia. Mzunguko wa maisha. Electric eel hufikia ukomavu baada ya miaka 2 hadi 3. Hupendea kuishi peke yake na mara chache hukusanyika, isipokuwa katika msimu wa kuzalia. Huweza kuishi kwa zaidi ya miaka 15 katika mazingira ya asili na hata zaidi akiwa chini ya uangalizi wa kibinadamu. Mwisho wa safari yetu ya maarifa. Electric eel ni mfano wa ajabu wa jinsi maumbe yanavyoweza kuwa na akili, nguvu na usahihi. Ni kiumbe ambaye kwa ukimya wake na muonekano wa kawaida hubeba ndani yake nguvu isiyo ya kawaida, umeme wa uhai ulio ndani ya samaki. Kwa maajabu kama haya, endelea kutembelea na kujiunga na familia ya maarifa hapa kwenye Daily na Mimi TZ, mahali ambapo kila siku tunagusa mambo makubwa kwa undani, kwa heshima na kwa uzuri. Usisahau kusubscribe, kulike na kushiriki na wengine, ili kila mmoja afurahie zawadi ya maarifa kama haya.